Ikawa siku za Amrafeli, mfalme wa Shinari, na Arioko, mfalme wa Elasari, na Kedorlaoma, mfalme wa Elamu, na Tidali, mfalme wa Goimu. Walifanya vita na Bera, mfalme wa Sodoma, na Birsha, mfalme wa Gomora, na Shinabu, mfalme wa Adma, na Shemeberi, mfalme wa Seboimu, na mfalme wa Bela ndio Soari. Hawa wote wakakutana panapo bonde la Sidimu, kwenye bahari ya chumvi. Miaka 12 walimtumikia Kedorlaoma, hata mwaka wa 13 wa kasi, na mwaka wa 14 akaja Kedorlaoma na wafalme waliokuwa pamoja naye, wakawapiga Warefai katika Ashteroth Karnaimu, na Wazuzi katika Hama, na Wemi katika Shawe Kiriataimu, na Wahori katika mlima wa Seiri mpaka El-Parani iliyo karibu na jangwa. Kisha wakarudi wakaja mpaka El-Misfati ndio Kadeshi, wakapiga nchi yote ya Wamaleki na Wamori waliokaa Hasason Tamari. Mfalme wa Sodoma na mfalme wa Gomora na mfalme wa Adma na mfalme wa Seboimu na mfalme wa Bela na mfalme ndio Soari wakatoka wakapanga vita panapo bonde la Sidimu, wapigane na Kedorlaoma mfalme wa Elamu, na Tidali mfalme wa Goimu, na Amrafeli mfalme wa Shinari, na Arioko mfalme wa Elasari, wafalme 4 juu ya wale 5. Na bonde la Sidimu lilikuwa limejaa mashimo ya lami, na wafalme wa Sodoma na Gomora wakakimbia, wakambuka huko, nao waliosalia wakakimbia milimani. Wakachukua mali zote za Sodoma na Gomora na vyakula vyao vyote, wakaenda zao. Wakamtwaa Lutu mwana wa nduguye Abrahamu aliyekaa huko Sodoma na mali yake, wakaenda zao. Mtu mmoja aliyeponyoka akaenda akampasha habari ya Abrahamu Mwebrania, naye amekaa panapo mialoni ya Mamre yule Mwamori, ndugu ya Eshkoli na ndugu ya Neri, na hao walikuwa wamepatana na Abrahamu. Abrahamu aliposikia ya kwamba nduguye ametekwa mateka, akawapa silaha vijana wake waliozaliwa katika nyumba yake, watu 318. Akawafuata mpaka Dani, akajipanga pigana na usiku, yeye na watumwa wake. Akawapiga, akawafukuza mpaka Hoba ulioko upande wa kushoto wa Dameski, naye akarudisha mali zote, akamrudisha na Lutu nduguye na mali zake na wanawake pia na watu. Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka mlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde na mfalme, na Melkizedeki mfalme wa Salemu wakaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye
juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu na barikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abrahamu, nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue wewe. Abrahamu akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi, ya kuwa sitatoa uzi wala gidamu ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abrahamu. Isipokuwa hivyo walivyokula vijana na sehemu za watu waliokwenda nami, yani Aneri na Eshkoli na Mamre, na watwayo wao sehemu zao.